Asante. Tukienda kwa Islamu na Kristo utafauti, kuna mambo mengi tunakuwa nao pamoja na Waislamu, kama kuamini Mungu mmoja sote, kama iko janna na jahannam sote tunaamini, kama iko Mungu mmoja tunaamini, na Yesu pia wanaamini. Lakini sasa ukikuja Yesu huyu mwenyewe ni nani? Kwa Biblia iliyotangulia inasema Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi ya binadamu, alafu yeye anaitwa mwana wa Mungu, alafu yeye atarudi kuchukua wanaoamini Yesu Kristo. Hiyo yote Qur'ani imekuja nyuma baada ya Injili. Hiyo yote Qur'ani inakataa. Anasema Yesu haokoi, anasema Yesu sio mwana wa Mungu, anasema Yesu hajasulubiwa. Hiyo yote inasemekana kwa ushahidi wa mtu mmoja, Nabii Muhammad. Amekuja baada ya Injili miaka 610. Lakini Injili na Torati, Zaburi iliyotangulia yote inashuhudia hiyo ushuhuda ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, ya Yesu Kristo kusulubiwa, na Yesu Kristo kwa damu yake kuokoa wanadamu. Hiyo ni kweli, imeandikwa. Sasa tunaamini ushahidi ambaye walikuwa na Yesu Kristo. Kwa maandiko takatifu wameshuhudia Yesu anaokoa, na tena tayari kwa nafsi yetu ametuokoa. Hiyo ndio ukweli tunahubiri. Kwa hivyo utafauti ya Waislamu, wanaamini pande kidogo tu ya Yesu, kama amezaliwa na Mariamu bikira, kama yeye ni takatifu. Lakini ile mahali muhimu ya kuamini Yesu ni mwana wa Mungu, kufanyika wana wa Mungu, na kuamini damu yake kuosha dhambi, yote wanakataa. Hii ndio tofauti. Nafikiri ungeamini ile ya kwanza ya Injili na Torati, Zaburi, utakuwa na uzima milele, kwa sababu hiyo kitabu yote imeshuhudia. Qur'ani tu ndio wanapinga. Kwa hivyo amini ya Mungu aliye ya kweli, na ushahidi wa wale walikuwa pamoja naye. Nabii Muhammad alikuja miaka 610 baadaye, anatoa ushahidi yeye peke yake. Hiyo haikubaliki. Anayekubalika ni ushahidi wa manabii na mawafasi wa Yesu awaria. Hiyo ndio ushahidi tunapata kwa maandiko takatifu. Hiyo ndio tumeamini tunakuwa na uzima milele. Hata wewe ujiangalie, ukuje kwa hiyo ukweli ya neno la Mungu, na Mungu awabariki. Evangelist